Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2023, siku nzuri kabisa kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha kunako udondozi kwa pamoja tutazame namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele, na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia asifu Anglikana ujenzi wa uchumi, akosha ubunifu wa jengo kitega uchumi litaingiza bilioni 1 kwa mwaka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Utendaji wake waligusa kanisa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Madaktari wa Marekani waanza kwa kutibu 35 Arusha. Habari katika ukurasa wa 3. Wadaiwa sugu NHC kukiona. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Shahidi aeleza mazito mauaji dada wa bilionea Msuya. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika mama wa kambo mbaroni vifo watoto wa mumewe. Habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti hili limeandika wizara 3 kushirikiana kudhibiti lumbesa. Habari katika ukurasa wa 8. Wahamiaji haramu 65 wanaswa kwenye roli la mafuta. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni sakata la Dr. Slaa Mwabukusi. Samia aombwa kuokoa jahazi ni kwa kushikiliwa na jeshi la polisi kwa madai ya uchochezi, uhaini. Watetezi wa haki za binadamu wadai wa muomba aingilie kati, huku wakishauri wapewe haki za kisheria. Wanasheria wazungumza undani wa taarifa hili katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kupanda kushuka kwa Zuma katika siasa za Afrika Kusini. Habari katika ukurasa wa 14. Dr. Mdolwa atie mguu Rais Samia kupigwa nyundo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Mkakati wa Ulanga kukuza fursa kwa sekta binafsi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Daktari feki jela miaka 15. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika mgomo daladala unavutesa wananchi. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatano leo. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia viongozi wa dini msiyumbishwe, ni dhidi ya wasiolitakia mema taifa, awataka waendelee kuombea amani, azindua jengo kanisa la Anglikana. Habari katika ukurasa wa 4. TLS wampongeza Samia kwa utawala wa kisheria. Habari katika ukurasa wa 4. Nemki apiga marufuku mirija ya plastiki. Habari katika ukurasa wa 6. Lakini pia gazeti hili limeandika uhamiaji ya nasa wahamiaji haramu 65. Habari katika ukurasa wa 6. Lakini pia gazeti ya Majira, habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni ATCL kuongeza safari Oktoba. Habari katika ukurasa wa 4. Habari za biashara, halmashauri da kuanza kukusanya kazi data za wafanyabiashara wote. Habari katika ukurasa wa 8. Trump wengine 18 washtakiwa kwa kutengua uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika makala lijue tatizo la kizunguzungu linalosumbua jamii. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hatujui aliko Slaa, Mdude agoma kula kuhojiwa mahabusu, watetezi haki za binadamu watoa angalizo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Hoja 5 za TLS kwa Rais Samia imo katiba mpya. Habari katika ukurasa wa 5. Samia awapa hadhari viongozi wa dini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika jela kwa kujifanya daktari na kufanya upasuaji wa ngiri maji, mgonjwa afa. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti Nipashe aliyomo limeandika wabaini uhusiano vinasaba mauaji ya dada bilionea Msuya. Habari ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe kwenye ukurasa wake wa mbele michezo limeandika Yanga hasira zote kafu kwa Asas Jumapili. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Dr. Samia atoa msimamo, asema kamwe hakuna mtu yeyote wa kuliyumbisha taifa, awasisitiza viongozi wa dini kuendelea kuhubiri amani nchini. Ni katika tukio la kufungua jengo la kitega uchumi cha kanisa Anglikana Dodoma. Maaskofu wasifu
kwa kupenda dini zote. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Chongolo awataka maofisa habari kujipanga kidijitali. Habari katika ukurasa wa pili. Chatanda gemea udhalilishaji watoto, mapenzi ya jinsia moja. Habari katika ukurasa wa 5. Matinyi aeleza faida uwekezaji bandari da. Habari katika ukurasa wa 6. Chalamila apiga stop ongezeko na wafanyabiashara soko la Feri. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika korti yapokea vielelezo kesi ya mke wa bilionea Msuya. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika mama wa kambo atuhumiwa kuua watoto wawili kwa sumu. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako liweze kusoma kwa undani zaidi. Tutazame sasa gazeti Demokrasia lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. LHRC Amnesty waibuka kukamatwa kwa Dr. Slaa. Habari katika ukurasa wa pili. RC Mongela aangushiwa jumba bovu. Habari katika ukurasa wa 4. Samia alitaka kanisa Anglikana kukemea maovu. Habari katika ukurasa wa 4. Wadaiwa sugu NHC kutangazwa kwenye media. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika maoni rais wangu liokoe taifa na ugumu wa maisha. Habari katika ukurasa wa 11. Ukosoaji sio uhaini. Habari katika ukurasa wa 13. na Tito tunasubiri kuona uhai wa balozi Slaa na wenzake. Habari katika ukurasa wa 10. Imeandikwa na Lienda. Pata nakala yako ya gazeti Demokrasia ili uweze kusoma kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ninalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia, viongozi wa dini msiumbishwe. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi kufungua kongamano la maji leo. Habari katika ukurasa wa 3. Wadau wajadili rasimu sera ya serikali mtandao. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Mwenda awaonya wanaokwepa kutumia Zidros. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Zanzibar Leo Jumatano leo. Tulitazame sasa gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni TLS ya mpatano Rais Dr. Samia ni kwa kudumisha misingi ya utawala wa sheria katika kipindi cha serikali yake. Yasema inatambua jitihada zinazofanywa na Rais Samia katika kuwakaribisha wadau wa maendeleo nchini. Yaomba kushiriki kikamilifu na sekta ya umma katika kutoa huduma za kisheria. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Samia awataka wananchi kutokubali kuyumbishwa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti wa Machinga limeandika ACT Wazalendo yataka kina Dr. Slaa wafikishwe mahakamani. Habari katika ukurasa wa 5. Usafirishaji mizigo waleta neema ATCL. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga Jumatano ya leo. Gazeti hili linatupa fursa ya kutazama habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Jumatano leo, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mechi 3 tu. Yanga iachana mkataba wa Maxi, pia yamwita beki Kitasa Gamondi aanza kutafuta rekodi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni CAF Agosti 20, Asas FC vs Yanga Sports Club. Lakini pia gazeti hili limeandika Msuva kipa wa Simba Sports Club noma crossi penalty mjipange. Ijayo ni TPL kesho Alhamis Agosti 17 ni Mtibwa vs Simba, mchezo unapigwa Manungu Complex Morogoro. Gazeti hili limeandika gwiji Simba ampigia saluti yao. Oscar awataja wawili Simba kuijinalia na mabeki Singida. Lakini pia gazeti hili limeandika transfer zone, tajiri wa Chelsea amwaga tu pesa ni kwenye dirisha hili la majira ya kiangazi. Habari katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika Super Cup leo Jumatano ni Manchester City vs Sevilla, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. Lakini pia gazeti hili limeandika ligi kuu bara leo Jumatano ni Azam vs Tabora United, mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku Chamazi Complex. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Tulitazame sasa gazeti Champion Jumatano leo. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hatujamaliza, chuma hiki kinakuja Simba, ni mkata umeme haswa firi hati kukatwa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Striker la CAF la ipo ubingwa Yanga
linatoa sababu linachambua wachezaji wao wapya. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yao Max wampa mzuka Gamondi, ashusha pressure haidi makombe. Makocha Simba Yanga wazui wa ligi kuu. Simba Sports Club akili nyingi yaishtua Yanga Sports Club. Neymar kimeeleweka Saudia. Lakini pia gazeti hili limeandika Man City vs Sevilla leo Jumatano saa 4 kamili usiku ni UEFA Super Cup, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Champion. Pamoja na gazeti Champion, tulitazame magazeti mengine ya habari yalivyoandika kwenye kurasa zake za nyuma ambazo huandika habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Nipashe mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sababu Dionisia kupewa mechi Simba vs Yanga, bosi wa marefa atoa ufafanuzi kufeli mtihani wa FIFA, waamuzi waliokuwa Tanga sasa kuitwa na kamati ya habari katika ukurasa wa 23. Yanga hasira zote kafu kwa Asas Jumapili, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Neymar rasmi ajiunga na Al Hilal ya Saudi Arabia, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe michezo na burudani. Nalo gazeti Majira lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa nyuma habari za michezo na burudani ni kuiona Yanga Asas ya Djibouti buku 5 tu, mechi zote kuchezwa Azam Complex, wachimba dhahabu waanza vyema ligi kuu, makocha wasaidizi Simba Sports Club Yanga hawana sifa. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, habari za michezo na burudani. Lakini pia tulitazama gazeti wa Machinga lenyewe katika ukurasa wake nyuma habari za michezo na burudani limeandika ni kipa mpya Morocco anza mazoezi Simba Sports Club, na Mungo yaanza na kichapo cha JKT Ruangwa. Lakini pia gazeti hili limeandika mazoezi ya Azam FC kujiandaa na mechi ya kwanza ya ligi kuu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga Jumatano leo. Ukurasa wa nyuma wa gazeti wa Machinga ndio ambao unakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.